ufisadi wa mali za rasilimali za umma na nyinginezo. Mheshimiwa Spika, maono na juhudi zote hizo za Mheshimiwa Rais zinajidhihirisha katika mwelekeo wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2021/22. Bajeti ya serikali kwa mwaka 2021/22 inatoa ujumbe kwamba serikali ya awamu ya 6 inatekeleza dhamira yake ya dhati ya kugusa maisha ya Watanzania kwa kuboresha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, serikali imedhamiria kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, nishati, sambamba na kuimarisha upatikanaji wa huduma za kijamii ikiwemo maji, umeme, afya na elimu, ili kufikia azma ya serikali ya kujenga uchumi imara, shindani na wenye kujitegemea. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021/22 serikali imepanga kutumia jumla shilingi trilioni 36.33. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 23 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 63%. Aidha, shilingi trilioni 13.33 sawa na 37% ya bajeti yote zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, nami nitumie fursa hii tena kuwashukuru na kuwapongeza waheshimiwa wabunge kwa kujadili na kupitisha bajeti hii nzuri ya serikali. Nyote mtakubaliana nami kuwa bajeti hii kwa sasa kwa sehemu kubwa inawagusa wananchi wengi pamoja na wale walio kwenye majimbo yetu kwa kuondoa yale yaliyoonekana kuwa ni vikwazo katika kufanya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, tunapoanza utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2021/2022, nitoe wito kwa Watanzania wenzangu pamoja na washirika wa maendeleo kuiunga mkono serikali katika kutekeleza vipaumbele ilivyojiwekea ili viweze kutoa mchango wa haraka katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na watu wetu. Mheshimiwa Spika, mengi yameelezwa na ufafanuzi wa kina umetolewa na waheshimiwa mawaziri pamoja na naibu mawaziri na wakati wakijibu maswali yao kuhusu utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka 2020/21 sambamba na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2021/22. Hivyo basi nitumie muda mfupi tu kutoa maelezo mafupi tu ya msisitizo kuhusu mwelekeo wa serikali kwa baadhi ya maeneo. Mheshimiwa Spika, maeneo ambayo ningependa kuyatilia mkazo ni pamoja na jitihada za kuvutia uwekezaji, upatikanaji wa ujuzi, sensa ya watu na makazi, vitambulisho vya wamachinga, udhibiti wa magonjwa ya mlipuko, upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi, lakini pia bima ya afya kwa wote kwa lengo la kuimarisha kilimo na hifadhi ya mazingira. Kuvutia uwekezaji. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mambo yaliyoibua hoja nzito kwenye mkutano huu wa 3 wa Bunge lako tukufu ilikuwa ni swala la kuvutia uwekezaji, hususani vibali vya kazi kwa wageni. Hivyo basi nitumie fursa hii kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa serikali inakamilisha maboresho ya sheria ya kuratibu ajira za wageni sura 436 kwa kuainisha maeneo yaliyokuwa na changamoto za kiutendaji na kuathiri jitihada za kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, tayari serikali imekwisha ainisha maeneo yote yaliyohitaji marekebisho, imekutana na kupokea maoni ya wadau wa ndani na nje ikiwemo chama cha wafanyakazi, chama cha waajiri, shirikisho la wenye viwanda CTI na taasisi ya sekta binafsi pamoja na kujumuisha maoni hayo kwenye maboresho. Mheshimiwa Spika, sambamba na maboresho haya ya sheria, tangu tarehe 23 mwezi wa 4 2021 tumeanza kutumia mfumo wa kielektroniki wa kushughulikia maombi ya vibali vya kazi kwa raia wa kigeni, yani online work permit applications and insurance system. Katika hatua ya majaribio tayari maombi zaidi ya 500 yameshughulikiwa kupitia mfumo huo. Hata hivyo, tunaendelea kupokea maoni kutoka kwa watumiaji wa mfumo huo kwa ajili ya maboresho. Aidha, matarajio ni kufanya uzinduzi rasmi wa mfumo huo mwezi wa 8 mwaka huu wa 2021. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa manufaa yaliyopatikana kupitia matumizi ya mfumo huo ni kupungua kwa siku za kushughulikia maombi ya vibali vya kazi kutoka siku 14 hadi siku 3 kwa sasa. Hali hii ni pamoja na mambo mengine imesaidia kupunguza malalamiko ya kuchelewa kupata majibu ya maombi ya vibali vya kazi. Mheshimiwa Spika, tofauti na awali ambapo wawekezaji walilazimika kujaza fomu 2, sasa wanajaza fomu 1 tu ambayo huwa na taarifa zote za kikazi na ukaazi. Lakini vile vile vibali vya kazi vya sasa pia vipo kwenye mfumo wa kielektroniki, yani smart card, yenye taarifa zote. Kwa hiyo tumepunguza hatua za kuchakata maombi kutoka 33 za hapo awali hadi hatua 7 tu kwa hivi sasa.
na hivi sasa mwombaji halazimiki kuja ofisi ya kazi, kwani taarifa zote zinapatikana kwenye mfumo. Mheshimiwa Spika, pia tumeondoa kigezo cha mwombaji kupata uthibitisho wa cheti kutoka NECTA, NACTE au TCU. Aidha, kwa wale waombaji wanaotekeleza miradi ya serikali, tunaomba taasisi husika za serikali ziwasilishe mapendekezo yao kuhusu wadau hao, na tunafanya hivyo kwa lengo la kulinda ubora wa miradi hiyo na maslahi mapana nchi. Maboresho hayo yanakwenda sambamba na uimarishaji wa mifumo mbalimbali ya kiutendaji ili kuwawezesha wawekezaji kufanya biashara kwa ufanisi na tija bila kuathiri matakwa ya sheria ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendesha mkutano wa 12 wa Baraza la Taifa la Biashara TNBC tarehe 26 mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2021. Mheshimiwa Rais alitumia fursa hiyo kusisitiza juu ya dira na dhamira ya serikali ya kujenga mazingira wezeshi, imara, yanayotabirika na yenye kutoa fursa kubwa kwa sekta binafsi kuweza kuwekeza, kuzalisha na kufanya biashara hapa nchini. Mheshimiwa Spika, naomba kuzungumzia hali ya upatikanaji na ujuzi. Eneo la upatikanaji wa ujuzi, hususani katika kipindi hiki ambacho nchi yetu inapiga hatua kubwa kwenye maeneo ya viwanda, nalo lilibuka na kugusa hisia za waheshimiwa wabunge walio wengi, na naomba nilifahamishe bunge lako tukufu kuwa serikali iko katika hatua za mwisho za kukamilisha utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi nchini, ambao utatoa taswira ya hali halisi ya ujuzi, ikijumuisha viwango vya ujuzi wa chini, lakini pia ujuzi wa kati na ujuzi wa juu katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, matokeo rasmi ya utafiti huu yatatolewa mwezi wa 8 mwaka huu. Matokeo hayo yatatuwezesha kufanya mlinganisho wa hali halisi ya ujuzi ilivyokuwa mwaka 2014 wakati utafiti ulipofanyika na hivi sasa, kwa kuzingatia afua mbalimbali zilizofanywa na serikali pamoja na wadau kuhusu kukuza ujuzi wa nguvu kazi hapa nchini. Kwa mfano, mwaka 2014 ujuzi wa juu ulikuwa ni 3.6% ya nguvu kazi. Ujuzi wa kati ulikuwa 16.4% na ujuzi wa chini ulikuwa 80% ya nguvu kazi yote. Mheshimiwa Spika, utafiti huo pia utatoa taarifa kuhusu soko la ajira, ikiwemo hali ya ajira nchini katika sekta rasmi na isiyo rasmi, kipato kinachotokana na shughuli za kiuchumi, muda unaotumika katika kufanya kazi, hali ya hifadhi ya jamii, ajira mpya zinazozalishwa, ukosefu wa ajira na viwango vya ujuzi. Mheshimiwa Spika, pamoja na utafiti huo mkubwa unaosubiriwa kutoa matokeo husika, serikali kupitia Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa kushirikiana na taasisi ya sekta binafsi, Tanzania imefanya utafiti mdogo katika sekta 6 za kipaumbele nchini. Utafiti huu umeainisha baadhi ya ujuzi ambao waajiri wanauhitaji kama ifuatavyo: 1, kilimo biashara, ujuzi kuhusu ufugaji, mbinu mbalimbali za kilimo na uendeshaji na utengenezaji wa mashine za kilimo. Lakini 2, utalii na ukarimu, ujuzi katika mawasiliano ukijumuisha matumizi ya lugha mbalimbali, kuongoza watalii, utunzaji wa nyumba za kulala wageni na maeneo ya wageni. 3, nishati. Hapa tunaona ujuzi wa kutumia kompyuta katika masuala ya nishati, ujuzi wa masuala ya umeme na ujuzi wa masuala ya nishati jadidifu. 4, sekta ya ujenzi, ujuzi na uhandisi ujenzi, usanifu majengo na uendeshaji mitambo. 5, teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ujuzi wa kutengeneza na kutunza kanzi data, ujuzi wa mifumo na programu za kompyuta. Na 6, usafiri na usafirishaji, ambao kuna ujuzi wa mawasiliano, matengenezo ya vyombo vya usafiri, TEHAMA katika mifumo ya usafiri na usafirishaji, na ujuzi katika kuendesha mitambo. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto za ujuzi na ajira, serikali imeendelea kutekeleza afua mbalimbali, ikiwemo utekelezaji wa programu ya taifa ya kukuza ujuzi nchini kwa kuzingatia sekta hizo za kipaumbele kama ilivyotangulia kuziorodhesha. Kwa mfano, katika mwaka wa fedha 2020/2021 vijana wapatao 14,444 wanaendelea na mafunzo ya uanangezi ili kupata ujuzi na stadi za kazi katika mikoa yote Tanzania bara. Kati ya hao vijana walemavu wako 349. Mheshimiwa Spika, vile vile serikali inaendelea na urasimishaji wa ujuzi kwa Watanzania 4616 na kutoa mafunzo ya kilimo na mbinu za kilimo kupitia teknolojia ya kitalu nyumba. Nayo tunatekelezwa katika mikoa 5 ya Arusha, Dar es Salaam, Singida, Tabora na mkoa wa Pwani. Katika kutekeleza mafunzo hayo ambayo yanahusisha kikamilifu pia watu
wenye ulemavu, halmashauri 36 zitajengewa vitalu nyumba vya shamba darasa ili kuwezesha kutoa mafunzo angalau kwa vijana 100 katika kila halmashauri. Kadhalika mafunzo utarajali yani internship kwa wahitimu 2591 yanaendelea katika taasisi mbalimbali za umma na binafsi. Mheshimiwa Spika, mbali na utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi, serikali pia imepanga kufanya utafiti wa rasilimali watu nchini, National Manpower Survey, katika mwaka wa fedha 2021-2022 ili kupata taarifa za ujuzi uliopo kwa Watanzania ndani na nje ya nchi, lakini pia kuona mahitaji na sifa za ujuzi unaohitajika katika sekta mbalimbali nchini kwa sasa na hapo baadaye. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya mwisho utafiti huu ulifanywa mwaka 1986 na utafiti huo pamoja na mambo mengine utatoa taarifa kuhusu idadi, sifa na mtawanyiko wa rasilimali watu, kubaini ujuzi au fani mpya zinazohitaji kuendelezwa kutokana na kukua kwa uchumi na teknolojia, nakisi na ziada ya rasilimali watu inayoongezeka kwa kila sekta, kuandaa makisio ya mahitaji ya rasilimali watu inayohitajika baadaye kwa fani, lakini pia kubaini uwezo wa taasisi na mafunzo nchini, kutoa ujuzi unaohitajika kwa sasa na baadaye, hali ya utumiaji wa rasilimali watu walioajiriwa na kuandaa kanzidata ya rasilimali watu kwa ajili ya kupanga na kufanya maamuzi ya kisera. Utafiti huu utahusisha waajiriwa, taasisi za elimu na mafunzo, wahitimu watatafuta pia ajira pamoja na Watanzania waliopo nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, serikali inaandaa mfumo wa kielektroniki wa taarifa za soko la ajira ili kuhakikisha kwamba taarifa hizo zinakusanywa, zinachakatwa na kutunzwa pamoja na kuwezesha taasisi za watunga sera wote kupata taarifa husika kwa urahisi. Masuala ya sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, tarehe 22 mwezi wa 5 2021 nilizindua kitabu kuhusu mkakati wa usimamizi wa utekelezaji wa sera ya watu, sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Tukio hilo lilikuwa ni sehemu ya hatua za maandalizi kuelekea kufanyika kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, matokeo ya sensa hiyo yatasaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wengine kufuatilia na kufanya tathmini ya malengo yaliyofikiwa katika kutekeleza mipango na maendeleo iliyokusudiwa kwa lengo la kukuza uchumi na kupunguza umaskini kwa kuzingatia mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa 2021-2022 na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 pamoja na maandalizi ya dira nyingine za taifa ambayo mchakato wake unaendelea ndani ya serikali. Mheshimiwa Spika, gharama nzima ya sensa ya watu na makazi imekadiriwa kuwa shilingi bilioni 328.2 ambazo zitatumika katika kipindi cha miaka minne 2021-2022 hadi 2024-2025 cha kukamilisha zoezi hili katika hatua za maandalizi, wakati wa kuhesabu, kuchakata taarifa za sensa na kutangaza matokeo katika ngazi ya taifa hadi kitongoji kwa maeneo ya vijiji na mitaa kwa mijini. Mheshimiwa Spika, nitoe wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote Tanzania bara waendelee kuhamasisha wananchi kushiriki ipasavyo katika zoezi hili na kutoa ushirikiano wa kutosha kwa ofisi za taifa ya takwimu katika kipindi hiki cha maandalizi. Aidha, ni waombe waheshimiwa wabunge wenzangu, mnaporudi majimboni kwenu, msisahau kuhudhuria vikao vya sensa ya watu na makazi katika halmashauri zenu, sambamba na kuhamasisha wananchi washiriki kutoa taarifa sahihi za kiuchumi, kijamii na mazingira katika maeneo wanayoishi. Swala vitambulisho vya wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuwatambua wafanyabiashara ndogo na watoa huduma wadogo nchini kwa kuwapatia vitambulisho na kuwawekea mazingira rafiki ya kufanya biashara. Tangu kuanza kwa zoezi la utoaji wa vitambulisho, jumla ya vitambulisho 2,335,711 vimegawiwa na kuwezesha kukusanya jumla shilingi bilioni 46.71. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kuwa katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali iliamua kuboresha vitambulisho hivyo kwa kuweka picha na jina la mjasiriamali ili kuongeza udhibiti na kuwawezesha wajasiriamali kutumia vitambulisho hivyo kupata huduma za kibenki na bima ya afya. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania itaendelea na uratibu wa kusajili wajasiriamali hao kwa kutumia mfumo kuchapisha vitambulisho na kuvisambaza kwa halmashauri husika kwa ajili ya kuvigawa. Swala udhibiti wa magonjwa mlipuko. Mheshimiwa Spika, serikali inachukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na magonjwa mlipuko ikiwemo na maambukizi ya COVID-19. Hatua hizi ni pamoja na kutoa miongozo zaidi ya 15 ya namna bora
ya kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo na kusitisha safari za ndege zetu kwenda kwenye mataifa yaliyoathirika kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Spika, vile vile serikali imeimarisha ukaguzi wa wasafiri wote wanaoingia nchini kwa kuongeza wataalamu wa afya katika maeneo yote ya mipakani, kufunga vifaa vya kisasa vya kupima dalili za awali za ugonjwa huo, kuimarisha huduma za upimaji katika maeneo mbalimbali nchini na kuweka mfumo wa kielektroniki wa kupokea majibu ya vipimo vya ndani ya saa 24 ya kupima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, tayari serikali inafanyia kazi mapendekezo ya kamati ya wataalamu iliyoundwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tutaendelea kuwajulisha waheshimiwa wabunge na Watanzania kwa ujumla hatua za utekelezaji wake, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alivyoelekeza kikamilifu hali ya ugonjwa huu na tahadhari zake kupitia kikao cha wahariri wa vyombo vya habari. Nami napenda nitumie fursa hii pia kuwakumbusha na kuwasisitiza wananchi wote wazingatie yafuatayo katika kujikinga na ugonjwa huu wa COVID-19. La kwanza ni kuendeleza tabia ya kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni katika maeneo yote yenye mkusanyiko, ikiwemo katika nyumba za ibada, masoko, vituo vya mabasi, maduka na vituo vya daladala, lakini pia vyuo na shule na kwenye sherehe mbalimbali. Aidha, tunapokosa maji tiririka na sabuni, tutumie vitakasa mikono vinavyojulikana kwa jina la sanitizer. Lakini mbili, uvaaji wa barakoa safi na salama ambayo umetengeneza wewe mwenyewe au umenunua kwa watengenezaji waliothibitishwa hapa nchini. Katika hili nisisitize kwa wataalamu wa afya kutoa elimu juu ya uvaaji sahihi wa barakoa sambamba na kuhimiza matumizi ya barakoa kwenye maeneo yote yenye msongamano wa watu. Tatu, kuepuka misongamano isiyokuwa ya lazima, ikiwemo kwenye vyombo vya usafiri, kwenye misiba, nyumba za ibada, kwenye mipira, na hivyo kuzingatia kukaa mbali umbali wa mita 1 au zaidi kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine, na kuhakikisha maeneo hayo yanakuwa na mzunguko wa hewa wa kutosha. 4, kujenga tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara kulingana na hali ya afya ya mtu na mazingira anayoishi, kama vile kutembea kwa kasi kwa muda usiopungua dakika 30 au zaidi hadi kutoka jasho, kuruka kamba, kukimbia mwenendo unaokufaa au kucheza michezo mbalimbali. 5, kuzingatia lishe bora inayojumuisha matunda na mboga na majani kulingana na mazingira ya vyakula vya asili katika eneo analoishi mtu. Pia kutumia bidhaa za tiba asili kama inavyoelimishwa na Wizara ya Afya kupitia Baraza la Tiba Asili. 6, kwa wale wenye umri mkubwa, wenye uzito uliopitiliza na wenye magonjwa sugu kama pumu, shinikizo la juu la damu, kisukari, magonjwa ya moyo na figo, wachukue hatua madhubuti zaidi za kujikinga na maambukizi kama haya. Lakini la mwisho ni kuwahi matibabu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya mara unapoona dalili za ugonjwa huo kama mafua makali, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, uchovu wa mwili, kupumua kwa shida, kukosa hamu ya kula na kupoteza uwezo wa kunusa harufu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, naomba tuzungumzie upatikanaji wa dawa na vifaa tiba na vitendanishi kwenye maeneo yetu ya kutolea huduma. Serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba nchini, ambapo hadi kufikia Juni 2021 hali ya upatikanaji wa dawa muhimu aina 312 katika vituo vya huduma za afya imefikia 75.6. Serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 191 kwa ajili ya ununuzi wa dawa, ikiwa ni 95.5 ya bajeti iliyokuwa imepangwa. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kuwa upatikanaji wa dawa endelevu katika vituo vya kutolea huduma unakwenda sambamba na uadilifu na uwajibikaji katika kusimamia mfumo wote na mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya katika ngazi zote. Hivyo basi, serikali imeendelea kufanya mabadiliko makubwa yenye lengo la kudhibiti changamoto zinazodidimiza mtaji wa dawa, licha ya serikali kuongeza mtaji huo mara kwa mara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021/22 serikali imetenga shilingi bilioni 248 kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya kutolea huduma za dawa nchini vinavyomilikiwa na serikali. Aidha, vituo vyote vya afya nchini vimeelekezwa kutenga 50% ya sehemu ya makusanyo wanayopata zitumike katika ununuzi wa dawa. Kwa hiyo, nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge wenzangu na mabaraza madiwani mwende kusimamia kwa karibu bidhaa hizi za afya na kuifanya kuwa ajenda ya kudumu kwenye vikao vyote katika maeneo yenu. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kuwa dawa ni moja ya nguzo za usalama wa taifa letu kote duniani,
Lakini hivyo nazielekeza kamati zote za ulinzi na usalama kuanzia ngazi ya mkoa na wilaya kuifanya ajenda ya hali ya upatikanaji wa bidhaa ya afya kuwa ya kudumu katika vikao vyao. Serikali itaendelea kuwachukulia hatua watendaji ambao ni wadokozi wa dawa katika maeneo yote kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi kwa gharama nafuu, serikali imeendelea kurekebisha baadhi ya miongozo na taratibu ambazo zilikuwa ni kikwazo kwa wawekezaji wanapotaka kuwekeza katika eneo la viwanda vya dawa na vifaa tiba. Hali hii imeboresha mazingira ya uwekezaji ambapo katika kipindi cha Julai 2020 hadi Juni 2021 idadi ya viwanda vinavyotengeneza dawa vimeongezeka na kufikia 11 kutoka viwanda 9 kwa mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Spika, pamoja na viwanda hivyo 11 vilivyofikia hatua ya umaliziaji uzalishaji wa dawa, kuna viwanda vingine 16 ambavyo bado vipo kwenye hatua mbalimbali za ujenzi. Aidha, viwanda vya ndani vya kutengeneza vifaa tiba vimeongezeka hadi kufikia viwanda 15 kutoka viwanda 6 vilivyokuwepo mwaka 2019. Lakini vile vile viwanda vidogo 181 vya vitakasa mikono, viwanda vidogo 77 vya barakoa na viwanda 23 vya maji tiba vimeanzishwa na vinazalisha bidhaa hizo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kubuni mikakati ya kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, ikiwemo kuhakikisha hospitali zote za rufaa za mikoa nchini zinaanza kuzalisha bidhaa za afya, hasa maji tiba. Aidha, serikali ipo katika hatua za mwisho za kuanzisha viwanda vya kuzalisha dawa na za vidonge na vimiminika katika eneo la viwanda kule Idofi wilayani Makambako mkoani Njombe ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa bidhaa hizi kwa wakati na kwa bei nafuu unajitokeza. Kiwanda hiki kitaiwezesha serikali kuokoa fedha za kigeni zaidi ya dola za Marekani milioni 15.6 sawa na takriban shilingi bilioni 36 kwa mwaka ambazo zitatumika kwa sasa kununua bidhaa hizo. Swala la bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, mfumo wa bima ya afya ni mojawapo ya mifumo muhimu ya kuimarisha hifadhi ya jamii kwa kuimarisha uwekezaji katika rasilimali watu kwa hivi sasa. Kwa hivi sasa jumla ya wananchi milioni 8,224,271 sawa na asilimia 14.7 ya Watanzania wote, takriban milioni 59.4 ndio wanaonufaika na huduma za bima ya afya. Mheshimiwa Spika, kati ya wananchi waliojiunga na mfumo wa bima ya afya, asilimia 8 tu wamesajiliwa na NHIF. Asilimia 5.4 wanahudumiwa na mfuko wa afya ya jamii iliyoboreshwa CHF, kwa asilimia 0.3 wananufaika na huduma za kupitia NSSF, na asilimia 1 wakiwa wamejiunga na bima ya afya inayotolewa na makampuni ya bima ya afya za bima binafsi za afya. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa wananchi wengi takriban asilimia 85.3 wako nje ya mfumo wa bima ya afya na inaendelea na hatua za kukamilisha masuala ya sheria ya bima ya afya kwa wote. Serikali katika bajeti ya mwaka wa fedha 2021-2022 imetenga shilingi bilioni 149.7 kwa ajili ya kuwapatia bima za afya wananchi wanaotakao kuwa wametambuliwa kutokuwa na uwezo wa kugharamia malipo ya bima. Mheshimiwa Spika, mswada huo unatarajiwa kuwasilishwa kwenye bunge lako tukufu mwezi Septemba mwaka huu 2021 ili kupata ridhaa ya kutungwa kwa sheria hiyo. Nichukue fursa hii kuomba waheshimiwa wabunge kuiunga mkono serikali pindi mswada huo utakapowasilishwa bungeni kwa maslahi mapana ya Watanzania, kwani kutungwa kwa sheria hiyo kutamwezesha kila Mtanzania apate huduma za afya bila pingamizi cha kifedha. Sekta ya kilimo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, siku ya tarehe 22 Aprili 2021 wakati akihutubia bunge lako tukufu, alitoa mwelekeo mpya katika sekta ya kilimo na kubainisha hitaji la kuongeza tija, kiwango cha mkopo, mauzo ya nje na mchango wa sekta ya kilimo kwenye pato la taifa. Mauzo ya nje na mchango wa sekta ya kilimo kwenye pato la taifa hadi kufikia asilimia 30 ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, katika kutimiza azma hii, Mheshimiwa Rais kupitia bajeti ya 2021-2022 ameridhia masuala mbalimbali muhimu kwa lengo la kuimarisha masoko, lakini pia upatikanaji wa pembejeo na ugharimiaji wa shughuli za kilimo. Masuala hayo ni pamoja na kuongeza bajeti ya uzalishaji mbegu bora kutoka shilingi bilioni 5.4 hadi bilioni 40.6. Lakini 2, kuongeza bajeti ya upatikanaji wa huduma za ugani kutoka shilingi milioni 613
hadi shilingi bilioni 11.5 ambazo pamoja na masuala mengine zitawezesha ununuzi wa pikipiki 1500 kwa ajili ya maafisa ugani kote nchini na kuanzisha mfuko wa maendeleo ya miradi ya umwagiliaji Irrigation Development Fund ambayo itatumika pia kuboresha shughuli za umwagiliaji nchini. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeweka mikakati madhubuti kushughulikia changamoto ya masoko kwa mazao ya wakulima. Tayari soko la soya limepatikana lenye mahitaji ya tani milioni 87 kwa mwaka kwa mkataba wa miaka mitatu. Soko la nafaka nchini Sudan na mahindi ya njano nchini Misri. Mheshimiwa Spika, ili kukamilisha upatikanaji wa mbegu, serikali kwa sasa inatumia mfumo wa muamala wa mkopo Letter of Credit LC kununua pembejeo katika mazao ya pamba, korosho na tumbaku. Katika mwaka 2021, pembejeo zilizosambazwa na mfumo huu ni za shilingi bilioni 130.5. Kupitia utaratibu huu, vyama vya ushirika vitaimarishwa na kuingia makubaliano na watengenezaji pembejeo kuchukua pembejeo kwa mkopo kwa riba isiyozidi 2%. Pembejeo zinazosambazwa sasa ni za zao la korosho ambazo kufikia tarehe 15 Julai zitakuwa zimewafikia wakulima wote kote wanakolima zao la korosho. Mheshimiwa Spika, serikali inaimarisha ushirika wa wakulima kwa mazao mbalimbali ili kurahisisha kupatikana kwao, kuwahudumia na kuwafikia kwenye masoko ya pamoja. Lengo la serikali ni kuongeza uzalishaji mazao ya kimkakati ya kibiashara ili kupata ufanisi zaidi na tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tulikuwa na mazao 5 ya kimkakati ambayo ni chai, kahawa, korosho, pamba na tumbaku. Hata hivyo, kuanzia Januari mwaka 2021 tumeongeza mazao mengine 4 ambayo ni alizeti, chikichi, konge na zabibu inayolimwa mkoani Dodoma pekee. Wiki ijayo tutakuwa na kikao cha wadau wa zao la zabibu kitakachohamasisha kilimo cha zabibu kote nchini. Kupitia mpango huu tumedhamiria kupanua wigo wa kilimo cha mazao yanayotoa mafuta ya kula ikiwemo pamba, chikichi na alizeti, pia karanga na ufuta, ili kujitosheleza kwa mafuta ya kula hapa nchini badala ya kutegemea mafuta hayo kuyaagiza kutoka nje ambako tunatumia zaidi ya dola za Marekani milioni 470. Katika utekelezaji wa miradi ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua stahiki tena kwa wakati pale inapobainika kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria, taratibu na kanuni za matumizi ya fedha za umma. Kwa mantiki hiyo, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu na katika kuhimiza kuhusu masuala ya uwajibikaji na utatuzi wa kero za wananchi, ningependa kusisitiza masuala machache kwa viongozi na watendaji wa serikali kama ifuatavyo. La kwanza, posho za madaraka kwa watendaji wa kata na vijiji. Katika hili ninasisitiza kwamba ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, TAMISEMI, wajipange vizuri na kuhakikisha kuwa swala la posho na za madaraka na watendaji wa kata na vijiji kupitia mpango wa halmashauri zinasimamiwa na kutekeleza ipasavyo. 2, mamlaka ya serikali za mitaa, hakikisheni mnatenga maeneo maalum kwa ajili ya vijana, wafanyabiashara wadogo na watu wenye ulemavu, wakina mama, na kuwapatia elimu pamoja na kuwashirikisha katika kubaini maeneo yanayoendana na biashara zao. 3, mamlaka ya serikali za mitaa, hakikisheni mnakamilisha maboma ya shule za msingi, sekondari, zahanati pamoja na kuanza ujenzi wa shule sekondari ya wasichana zitakazofundisha masomo ya sayansi ambazo zimeshapelekewa fedha katika kila halmashauri. Katika kutekeleza jukumu hili, hakikisheni mnazingatia ujenzi fikivu ili kuwawezesha watu wenye ulemavu waweze kutumia miundombinu hiyo bila ya usumbufu. 4, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, shirikianeni na TAMISEMI kukamilisha mpango anuai ya makazi kurahisisha swala zima la utambuzi wa makazi ya wananchi unakamilika. 5, nitoe wito kwa Watanzania kutumia vizuri mitandao ya kijamii kama chachu ya kuibua na kukuza fursa za kiuchumi sambamba na kuimarisha mawasiliano katika huduma mbalimbali. Aidha, wizara na taasisi zote za serikali, hakikisheni mnaboresha huduma za wawekezaji na wafanyabiashara kwa wale ambao wamejikita katika mitandao na pia kuondoa changamoto za kisheria, kusimamia changamoto za kisheria na kanuni zifanyiwe kazi kwa mujibu wa taratibu. 6, licha ya changamoto ya hapa na pale, mifumo ya ununuzi wa mazao hususani kupitia stakabadhi ghala umekuwa na mafanikio makubwa kwa baadhi ya maeneo.
Tumeona manufaa hayo kwa mazao ya ufuta ambalo kwa sasa liko sokoni linauzwa kwa si chini ya shilingi 2,350 na korosho hususani kwa mikoa ya Pwani, Lindi na Mtwara na Ruvuma. Kwa hiyo niwaelekeze Wizara ya Kilimo iendelee kusimamia mifumo hiyo kwa maeneo hayo ambako imeonekana kufanya vizuri zaidi, na kwa mikoa ile ambayo bado haijapata elimu ya kutosha, elimu itolewe ya mfumo huu uweze kuwasaidia katika kupata mapato yao halisi. 7. Upatikanaji wa pembejeo mapema kabla ya msimu mpya wa kilimo kuanza. Mfumo wa ununuzi wa pembejeo kwa pamoja umeonyesha mafanikio makubwa kwa upatikanaji wa pembejeo kwa wakati, kwa kumpunguzia mkulima mzigo hasa riba. Na Wizara ya Kilimo isimamieni kamilifu mfumo huu na hakikisheni kuwa mnamaliza changamoto ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa msimu ujao wa kilimo. Matamanio yetu ni kuona kwamba wakulima wanapata pembejeo mwezi mmoja au miwili kabla ya kilimo cha zao lenyewe kuanza kulimwa, wakulima wao wameshapata pembejeo zao. 8. Kilimo cha mkataba. Tumeamua kwenda na utaratibu huu kwa baadhi ya mazao ikiwemo alizeti, ngano, shayiri na soya ili kumpatia tija mkulima. Kwa upande wa soya, soko la uhakika la China lipo. Kwa msingi huo, nasisitiza kwamba Wizara ya Kilimo hakikisheni mikataba inayoingiwa na wakulima inakuwa wazi, ikionyesha bei na kiwango cha kuuza. Vile vile simamieni mikataba baina ya wakulima na wanunuzi wakubwa bila kuwadhulumu wakulima wetu, ili mkulima huyu mdogo mdogo anayelima mazao haya aweze kupata manufaa zaidi. 9. Wizara ya Kilimo simamieni upatikanaji wa mbegu bora katika kilimo cha ngano na zabibu ili watu wengi zaidi waweze kushiriki kwenye zao hili. Aidha, utoaji wa vibali kwa wanunuzi wa ngano na mchuzi wa alizeti wa zabibu ufanywe kwa kuzingatia wale ambao wanathibitisha kununua malighafi hizo ndani kwanza. Hakikisheni mnasimamia vizuri makubaliano kati ya wakulima na wanunuzi wakubwa ili tusinunue bidhaa hizo kutoka nje, ili bidhaa ya ndani ipate soko la uhakika. Lakini 10. Masoko ya mazao. Nafahamu kuwa tayari tupo kwenye msimu wa pamba. Ninasisitiza kuwa wakulima wa pamba wasikatwe gharama za pembejeo kwa kuwa tayari ziko kwenye mjengeko wa bei. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakulima kupeleka sasa pamba yao kwenye minada ili waweze kunufaika na bei ya sasa. Kwa upande wa tumbaku, Wizara ya Kilimo shirikianeni na Wizara ya Fedha kukamilisha mazungumzo na wanunuzi wa zao hili, hususani kipindi hiki ambacho bei ya tumbaku inaonekana kuimarika kwenye soko la dunia. Lakini pia tafuteni masoko pia ya tumbaku ya Moshi ili ipate soko la uhakika, ili wakulima wanaolima aina hii ya tumbaku ya Moshi waweze kupata soko la uhakika zaidi. Kuhusu fursa mpya ya kilimo cha soya, Wizara ya Kilimo hakikisheni mnakuwa na mpango mzuri wa kuendeleza kilimo hicho kwa kuhakikisha kwa wakulima wanapata mbegu, tukianza na mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma ambako huko awali zao hili lilikuwa linalimwa kwa wingi. Niwapongeze pia kwa kuja na wazo la kuwa na maghala kwenye nchi zenye fursa ya masoko. Watafuteni, wafuateni wateja, msisubiri waje kwenu, kwani biashara ni ushindani na nyie muingie kwenye ushindani. Kwa Wizara ya Kilimo simamieni haya. Lakini pia kilimo cha umwagiliaji. Serikali imeanzisha mfuko wa umwagiliaji kwa lengo la kuhakikisha kuwa sekta ya kilimo inajiendesha kwa kubadilisha mfumo wa umwagiliaji wa ugharimiaji kilimo na kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 694,715 na hadi sasa hadi milioni 1 ifikapo milioni 1.2 ifikapo mwaka 2025. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo tusimamie maelekezo yote ambayo nimeyatoa kuhusu tume na wakala wake ili uweze kuanza kazi mara moja na tupate matokeo mazuri. Nisisitize pia kwamba Wizara ya Kilimo hakikisheni kamati za wataalamu zinapata fursa ya kusimamia kilimo kwa ujumla. Michezo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuzipongeza wizara za TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuiratibu vizuri sana michezo ya mashule ya UMITA-SHUMTA na UMISETA ambayo inaendelea sasa kule mkoani Mtwara. Tunashuhudia hamasa za wanafunzi kushiriki kwa ushindani wa hali ya juu. Pia napongeza wakazi wa mkoa wa Mtwara na wenyeji wa Mtwara mjini kwa kujitokeza kwa wingi kushangilia vijana wetu, na ni matarajio yetu kuwa uratibu huo utaendelea pia kwa miaka ijayo. Nitoe wito kwa wizara husika na michezo kutoa ratiba ya kila mwaka mapema ili kuonyesha kutoka maandalizi hadi mashindano, kuziwezesha shule, wilaya,
mikoa kuandaa timu zao kwa viwango zaidi ili mwakani tuweze kupata ushindani mkubwa zaidi. Mheshimiwa Spika, wote tunatambua kwamba tarehe 3 Julai 2021 ni siku inayongojwa kwa hamu na wanamichezo nchini, hasa wapenzi wa soka. Siku ambayo vigogo wawili wa soka nchini watapambana katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Katika hili tunazitakia timu zote ushindi mnono kwenye mapambano hayo na tunaamini kila mmoja ataibuka akiwa mbabe. Hitimisho, Mheshimiwa Spika, ni hitimisho hotuba yangu kwa kusisitiza kuwa swala la kuwahudumia Watanzania na kuwaletea maendeleo halimo katika mikono ya serikali pekee. Kwa lugha nyingine ni kwamba kila mmoja wetu anao wajibu wa kushiriki kamilifu kwenye utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi ili kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kukushukuru tena wewe, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, wenye viti wa Bunge, Katibu wa Bunge na watumishi wa Bunge kwa huduma mzuri mliotupatia wakati wote tukiwa hapa bungeni. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, na nitumie nafasi pia kuwashukuru waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wenzangu kwa kazi mzuri mlioifanya ya kujibu hoja, kufafanua hoja kupitia maswali yote mlioulizwa. Na washukuru tena waheshimiwa wabunge wenzangu pia, na ninawatakia safari njema mnaporejea majimboni kwa kwenda kushirikiana na wananchi katika kutekeleza mpango wa bajeti wa mwaka 2021-2022. Lakini pia nawashukuru watendaji wa serikali walioshiriki katika kuwezesha wizara na lakini pia kupata majibu ya uhakika kutoka kwenye wizara zao kwa shughuli zilizopangwa na bunge hili kwa weledi mkubwa, uadilifu na ufanisi mkubwa. Lakini siwezi kuwasahau pia wanahabari kwa uchambuzi wa habari zetu za hapa na kuwapelekea wananchi na kuwahabarisha Watanzania juu ya nini kinaendelea. Nawashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo pia mmewezesha kumewezesha waheshimiwa wabunge kukaa hapa na kuendesha shughuli zote kwa amani na utulivu. Bila kuwasahau watu muhimu sana, madereva na wahudumu waliotuhudumia wakati wote tukiwa hapa bungeni. Waheshimiwa wabunge, mtakubaliana nami kwamba toka tumeanza bunge hili na kurudi tulipata tatizo moja tu la Mheshimiwa Gaki ambaye alipata ajali njiani, lakini vinginevyo Mwenyezi Mungu ameweza kuwalinda madereva wetu, ameweza kutulinda sisi sote na tunamaliza bunge hili tukiwa salama. Kwa hiyo madereva na wahudumu wote tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu sasa liahirishwe hadi tarehe 31 mwezi wa 8 2021 siku ya Jumanne saa 3 kamili asubuhi linapokutana tena katika ukumbi huu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Malalamiko hayo unayoyasikia baada ya kutaja tarehe ya kukutana tena ndio zogo limeanza. Lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa hotuba ya kukamilika kwa shughuli za mkutano wa 3 wa bunge kufuatana na kanuni ya 35, kanuni ndogo ya 3. Sasa kabla sijaendelea na matangazo, tuiamulie hoja hiyo kwanza. Wanaoafiki kwamba bunge hili liahirishwe hadi tarehe aliyoitaja Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanaoafikiana waseme ndio. Ndio. Wale ambao hawafikiani kabisa waseme sio. Sio. Nadhani waliosema ndio wameshinda. Wasiotaka kuondoka hapa ni wale wanaoogopa wajumbe. Wanaogopa kwenda kukutana na wajumbe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa hotuba hiyo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri,
manaibu mawaziri, makatibu wakuu, viongozi wote serikalini katika ngazi zote. Tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge, wenyeviti wa kamati, wabunge wote kupitia kamati zetu mbalimbali. Ni kwa pamoja tumeweza kufika mahali ambapo sasa tumehitimisha zoezi letu la kuipatia serikali bajeti ambayo tunatarajia basi kesho tarehe 1 mwezi wa 7 inaweza ikaanza kutekelezwa. Tunasema asanteni sana wote, na mimi kipekee niwashukuru sana wasaidizi wangu, Mheshimiwa Naibu Spika Dr. Tulia, asante sana. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, nakushukuru sana, asante sana. Mheshimiwa Najma Giga, asante sana. Mheshimiwa David Kihenzile, na washukuruni sana. Kwa pamoja tumesaidiana sana kuweka mambo sawasawa kwenye meza yetu hii kubwa. Lakini pia katibu wa bunge na timu yako yote na wafanyakazi wa bunge wote, tunawashukuruni sana sana kwa utendaji uliotukuka. Watumishi hawa wa bunge ni katika kada ya watumishi wanaochapa kazi sana. Wakati huu wa budget kwa miezi yote hii mitatu, wanafika hapa asubuhi saa 1 kamili au kabla ya hapo, na wanaondoka baada ya saa 2 usiku kila siku.